Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Aprili 19, kutakaswa kwa ile kweli. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Yohana 17 mstari wa 17. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa upendo wako maishani mwetu. Tunalishukuru na kulihimidi jina lako kwa wema, fadhili na upendo wako kwetu. Baba, tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu, tuongoze, tupate Roho yako Mtakatifu atuongoze vyema kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Tunabadilishwa tufanane na Yesu Kristo. Na ili mabadiliko haya yaletwe kwetu, lazima kuwe na ukubali kamili wa ukweli usio na masharti na kujisalimisha kabisa kwa Roho kwa nguvu yake ibadilishayo. Watu wengi wanashikilia kwa ushupavu upekee wao. Hata baada ya kukiri kuupokea ukweli, kujitoa kwa Yesu, tabia zile zile za zamani zinaendelezwa. Kiburi kile kile kinachooneshwa. Dhana zile zile zinazopewa kipaumbele. Ijapokuwa hao wanadai kuwa wameongoka, ni ushahidi kwamba bado hawajajitoa wenyewe kwenye nguvu ibadilishayo ya ukweli. Kuzaliwa upya kunahusisha kuwa na mitazamo mipya, mwonjo mpya na mielekeo mipya. Wale waliozaliwa kwa maisha mapya na Roho Mtakatifu wamekuwa washirika wa asili ya uungu, na katika tabia na matendo yao yote watatoa ushahidi wa uhusiano wao na Yesu. Amri: basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kamwe isingetolewa ikiwa kila uwekevu ungekuwa haujafanywa ili kwamba tuweze kuwa wakamilifu katika mazingira yetu kama yalivyo kwake Mungu. Tunalazimika daima kuongezeka kutoka kwenye nuru hadi kwenye nuru kuu zaidi, huku tukishikilia sana kile ambacho tayari tumepokea na kuomba kwa ajili ya zaidi. Kwa namna hiyo kamwe hatutaachwa gizani. Utasoma The Review and Herald la Aprili 12 mwaka 1892. Ujumbe wa rehema unapaswa kutolewa kwa ulimwengu kwa kuihubiri Injili ya kweli. Ukweli wa Biblia, huu ndio ambao watu wanauhitaji. Tukiwa tumepiga magoti, tunapaswa kudai ahadi ya neno la Mungu, tukiomba kwamba tuweze kuupokea ukweli safi usiochanganywa, na kwamba tuweze kutambua uhitaji wa kutoa ukweli huu kwa wengine. Kisha wanaume na wanawake wataongolewa. Mkono wa Mungu utatambuliwa katika uanzishwaji wa makanisa mapya. Bwana atawabatiza kwa Roho ya mitume wale wengi watakaoendelea kuifanya kazi ya umishonari katika maeneo ambapo watu hawaujui ukweli. Kazi ya umishonari itayapatia makanisa msingi wa kweli, msingi ulio wa muhuri huu. Bwana awajua walio wake, kisha Mungu atatukuzwa ndani ya watu wake. Utume wa Kikristo utajengwa juu ya Yesu Kristo. Chini ya uongozi wa Mungu kazi itasonga mbele, na ushuhuda usiohesabika wa ukamilifu wa kazi utatolewa. Watendakazi hawatatafuta kujitukuza, bali watamsifu Mungu kuwa mwasisi na mwandalizi wa kila kazi takatifu na yenye kuadilisha. Wametakaswa kwa ile kweli, kwa maana ukweli ulivyotendwa kadhalika
na ulivyohubiriwa una mvuto utakasao katika tabia. Hii utasoma katika The Signs of the Times la Agosti 21 mwaka 1901. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 19, kutakaswa kwa ile kweli. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo ili zuri, kutakaswa kwa ile kweli. Baba, tunaomba utupatie Roho yako Mtakatifu atuongoze vyema na masomo haya yakatupatie badiliko katika maisha yetu kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu